Danford Mkumba. Mimi niko kwenye mradi wa YAM. Mradi wetu wa YAM kwa hivi sasa tuko awamu ya pili, lakini awamu ya kwanza tulifanikiwa kuanza mwaka 2021 na tukaenda mpaka mwaka 2025, yani mwaka jana. Na katika hiyo miaka mitano ya utekelezaji wa mradi tulifanikiwa kuwafikia watoto zaidi ya 130, lakini pia vijana zaidi ya 90. Kwa hiyo hawa vijana ambao wana changamoto za ulemavu wa aina mbalimbali, mradi ulikuwa umetenga kipaumbele kuhakikisha kwamba wanapewa huduma za utengamavu. Tulikuwa tukishirikiana na wadau wetu kutoka Inuka ambao iko Wanging'ombe. Wale wamekuwa wakitusaidia sana kuwasaidia hawa vijana na watoto wenye ulemavu katika huduma za utengamavu. Lakini pia tumekuwa kama mradi umekuwa ukisaidia vijana katika mahitaji mbalimbali. Kuna ambao walikuwa wakihitaji vifaa saidizi, kuna wengine walikuwa wakihitaji baisikeli mwendo na vifaa mbalimbali ambavyo vilikuwa vikiwasaidia kuwaletea ahueni ya maisha katika shughuli zao za kila siku. Kwa takriban vifaa zaidi ya 40 vimetolewa kwa vijana na watoto wenye changamoto za ulemavu wa aina mbalimbali. Hiyo ilikuwa ni kwa kata 3 za awamu ya kwanza ya mradi, ambazo zilikuwa ni kata ya Ruhunga, Mdabulo pamoja na Ihanu. Lakini kuna awamu ya pili ambao ni sasa tunajihusisha na kata ya Mapanda katika vijiji vyake vyote 5 na pia kata ya Mpangatazara. Sasa tumeshafanya upembuzi wa vijana na watoto wenye changamoto za ulemavu wa aina mbalimbali. Tumepata jumla ya watoto 108 ambao mradi utawafikia kwa hii miaka 4 ya utekelezaji ukianzia mwaka 2026 mpaka 2029. Lakini pia tumepata vijana 80 ambao wana changamoto za ulemavu ambao mradi utawafikia. Lakini mbali na hapo tumepata vijana wapatao 480 ambao hao ni vijana wanatoka kwenye mazingira ya changamoto mbalimbali ambao pia mradi utawafikia. Hivi sasa tumeshaanza na awamu ya kwanza ya vijana ambao wako kwenye mafunzo, takriban vijana 120 ambao mradi utajihusisha nao kwa mwaka huu, lakini tutaendelea na miaka mingine 2027, 2028 na 2029. Kwa kweli huduma za utengamavu na matibabu tumekuwa tukipeleka vijana mpaka Muhimbili, tumepeleka vijana KCMC, tumepeleka vijana Ikonda, tumepeleka vijana ya hospitali ya rufaa Mbeya. Kwa hiyo tumekuwa tukijishughulisha na vijana wenye changamoto za ulemavu na kweli tumeona matokeo, kwa sababu mpaka hivi sasa bado tunapokea mahitaji kutoka kwenye hivi vijiji ambavyo mradi ulitekelezwa kwa awamu ya kwanza. Bado wanahitaji hizo huduma za utengamavu na ni wengi, watoto wengi sana waliokuwa na matege na nini, kwa kweli wamepona kabisa, hivi sasa wanatembea vizuri. Kwa kweli tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu hata mipango yetu haikuwa kuwafikia idadi kubwa kiasi hicho. Kwa watoto ilikuwa mipango yetu ilikuwa ni kuwafikia watoto 80 kwa awamu ya kwanza ya mradi, lakini tulifikia watoto kama 133. Sasa kwa hiyo mafanikio ni makubwa na tunashukuru. Nadhani ni kwa sababu ya wadhamini wetu ambao wamekuwa wakitoa fedha, lakini pia ushirikiano mkubwa tuliokuwa tukiupata kutoka halmashauri ya wilaya. Kwa kweli wamekuwa ni watu ambao wakitusaidia sana, tukiomba msaada mbalimbali, tukiomba ushirikiano wao wamekuwa wakitupa. Lakini pia watekelezaji wenzetu ambao ni shirika linaitwa Deaconess Foundation ambao liko Finland, lakini pia serikali ya Naitwa Vumilia Damas Luvena, nimetokea kijiji cha Mpangatazara, mkoa wa Iringa, wilaya ya Mufindi. Naishukuru sana shirika la YAM kwa kunisaidia. Naomba hata wengineo wasichoke, walishukuru sana shirika hili linaloinua watoto yatima kama sisi. Asante sana. Nilikuwa mkulima mkubwa
wa kutoa masuala ya mazao shambani na pia kufanya biashara. Yaani kiufupi ni kuunda mradi wa kulima. Kwa majina naitwa Oliver Kisonga, nimetokea kijiji cha Mapanda. Hapa kwenye hii fursa ya YAM kuchukua mafunzo, mimi fani yangu ni ushonaji. Nimekuja hapa kuchukua mafunzo ya ushonaji na kusaidiwa mambo mengine, kwa mfano elimu kuhusu ushonaji. Na mengine niliochukua ni jinsi ya kupambana ili nipate cherehani, yani ile mashine ya kushonea. Mashine ni kwa kazi ninayoifanya sasa hizi, na hiyo kazi ni kilimo. Kwa hiyo naweza nikabadilisha yale mazao kuwa hela ili niweze kununua cherehani. Kilimo nikipata hela nanunua mahitaji yani mahitaji yake, pia mahitaji yangu pia yanayokidhi familia yangu. Mimi siwezi naishi na bibi na mama. Kwa majina anaitwa Alfayo John Mwalongo, ni mkufunzi na ni muhitimu wa Chuo Kikuu cha Iringa katika shahada ya masoko na ujasiriamali kwa vitendo. Nimepata bahati au nafasi ya kipekee kuja kuwa mkufunzi kwenye kipindi hiki cha ujasiriamali kwa vijana hawa wa Mufindi, ambapo mradi unatambulika kama YAM, yani Youth Agent in Mufindi. Unaokutanisha vijana wanaotoka kwenye mazingira mbalimbali, wanaunganishwa kwa pamoja kuja kupata nafasi za kujifunza juu ya ujasiriamali na kuzitambua fursa ambazo zipo katika mazingira yao. Hii inawajenga kujifanya kupata na uwezo wa kwenda kujitegemea wanaporudi mtaani. Kwa hiyo nimefurahi sana kuwepo katika fursa hii, kuweza kushare na vijana, kuona ni jinsi gani wanaweza wakajikwamua kutoka hali walizokuwa nazo na fikra mgando ambazo wanazo kwamba mazingira yao yanaweza kuwa sababu ya wao kukatisha maisha au kukata tamaa, na kuweza kuzitambua nafasi ambazo wanaweza kubadilisha na kuchangia uchumi. Ngavo ni mtaalamu wa katika mradi huu wa YAM. Mradi huu tangu umeanza, hii ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza ilianza mwaka 2020 na tulimaliza ilienda kwa miaka 4, na katika kipindi hicho vijana wapatao zaidi ya 600 waliweza kufikiwa katika kata 3 katika vijiji 16 za kata ya Dabulo, Ihanu na Ruhunga. Na katika mradi ule wa kwanza, ile awamu ya kwanza, tuliwezesha vijana katika kuwawezesha kisaikolojia, wajiamini, waweze kuchukua fursa, wakafundishwa ujasiriamali. Wengine walifanya ufundi wa kushona, wengine walikuwa maseremala, watu wa umeme, mechanics, mambo mengi, saluni, pamoja na kilimo na ufugaji, na sasa wanaendelea na maisha yao kwenye vijiji vyao. Awamu hii ya pili tumeanza mwaka huu, ambapo tuna vijiji viwili cha Mapanda na Mpanga Tazara, na tutaendelea na hawa vijana, lakini tutaongeza kutokana na jinsi tutapokuwa tunaendelea kupata fund kutokana na wale wawezeshaji wetu wanapokuwa wanatuwezesha, kwa sababu kwa sasa hivi kidogo hali ni ngumu, lakini pia kutokana na kufaidika kwa ule mradi wa kwanza ili tuwezesha sasa tuongeze hii awamu ya pili baada ya kupata mafanikio ya awamu ya kwanza. Jali Kitalika, natoka kijiji cha Kibete, kata ya Mdabulu. Kwa kweli tunaona watu wa YAM wanapokuja kusoma huko angalau kidogo wanapata mwamko, na wale wanaokuwa wanapata mimba isiyotarajiwa kidogo tunaona kuna wafadhali, yani wamekaa vizuri na wamejua maisha kwamba inabidi tusome tufanye nini, jinsi walivyofundishwa huko YAM. Tunaona kuna mabadiliko. Ukiangalia hata walichokuja kusomea unaona kweli wanaendelea vizuri, kwa sababu walikuwa wengine wanapata hata miradi ya nguruwe,
unaona sema mimi nina mifugo, wanashughulika sana na kujikita na mifugo ya, utaona mara naenda kutafuta pumba kwa ajili ya mifugo niliyopata YAM. Kwa hiyo imewasaidia hata kimaisha.